Nilipata taarifa kutoka kwa mkuu wa shule akiwa ananiambia kwamba mtoto amepata tatizo, anaumwa, tumemkimbiza hospitalini kutoka kwa mkuu wa shule majira ya saa 7. Ndio. Na baada ya hapo ulibahatika kuweza kwenda au? Ndio, baada ya hapo wakati nafanya jitihada za kwenda, nilipata tena taarifa kutoka kwa mkuu wa shule ambaye aliniambia kwamba mtoto tayari amekushafariki kwa bahati mbaya. Basi mimi nilitoka nikaenda mpaka katika kituo cha afya Nyororo, nikaenda kuonana na daktari, lakini daktari aliniambia bwana, huyu kijana ameletwa hapa amekushakufa. Na mimi nilipomuuliza tatizo lilikuwa nini, daktari aliniambia kwamba huyu mtoto anaonekana anatoka damu nyingi kichwani. Baada ya hapo kwenda kutuonesha mwili, tukamtambua kwamba kweli ni mtoto wetu, lakini alikuwa anatoka damu nyingi kichwani, alikuwa na jeraha kisogoni, ambapo tukaona mkuu wa shule ametudanganya. Kwa nini ametuambia mtoto anaumwa na kumbe amepata ajali ambayo amepigwa. Siku za hivi karibuni yapata Jumatatu kama sio Jumanne, katika kata Bumilainga wilayani Mfindi, katika shule ya Bukimao, mwanafunzi Jokat Ugere alifariki dunia na kwa kudaiwa kupigwa na patron pamoja na wanafunzi wenzake. Nataka kuweza kufahamu labda jeshi la polisi linazo taarifa hizo, na kama linazo watuhumiwa wamepatikana. Taarifa hizo zipo, na wakati tunaendelea kufanya uchunguzi ndio maana tukuitoa kipindi kile, tulikamata watuhumiwa, na watuhumiwa walikuwa ni wanafunzi wenzake ambao walipatikana, na hatua zinaendelea mpaka sasa hivi kwa ajili ya kufikisha mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hiyo. Ni makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Iringa, ambapo hapa pamoja na mambo mengine, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Aran Bukumbi ametoa taarifa hizo za matukio ya uhalifu na wahalifu ambao wamekamatwa. Lakini shabaha yetu kuweza kufahamu kuhusiana na kijana Jokat Ugere, kijana aliyekuwa akisoma kidato cha 4 katika shule ya sekondari Bukimao iliyopo kata Bumilainga wilayani Mfindi, ambapo kijana huyu alipigwa na wenzake pamoja na patron, kwamba tutaka kuweza kufahamu watuhumiwa wamekamatwa ama la. Pasipo shaka kamanda wa polisi mkoa wa Iringa amethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao na uchunguzi ukiendelea. Tukio la kijana Joktan ali maarufu Ugere, mkazi wa mji wa Mafinga katika wilaya ya Mfindi, limezua hisia za wengi, na wengi wamemsikitikia kifo chake, kwani kifo chake kimeacha simulizi nyingi na kimekuwa na utata mwingi, hasa juu ya mazingira ya kifo hicho. Joktan anadaiwa kuuawa na wanafunzi wenzake wakimtuhumu kuiba redio ya masikioni pamoja na mashine ya kunyolea. Na kabla ya kuuawa, Joktan alipata kuwasiliana na baba mzazi kupitia simu ya patron, akimweleza kuwa anatuhumiwa kwa wizi wa vitu hivyo. Mara baada ya kumaliza kuongea na mzazi, ghafla simu ilikatwa, na baadaye mzazi alikuja kuarifiwa kijana wake Jackton amepelekwa katika kituo cha afya cha Nyororo, umbali wa takriban kilomita 10 kutoka eneo la shule. Lakini eneo la shule kuna kituo cha afya ambacho ni kama kilomita 2 vile. Unachojiuliza kwamba ilikuwaje akapelekwa katika kituo cha afya cha Nyororo kilomita 10 na asipelekwe kituo kilichopo kilomita 2 ambacho kina hadhi hiyo hiyo? Lakini swali jingine ambalo najiuliza, Jackton mwili wake ulikutwa ukiwa umeloa damu, nguo ambazo alikuwa nazo zilikuwa hazina damu. Ni mambo ambayo yameacha maswali mengi kuliko majibu, lakini pasipo shaka kamanda wa polisi amethibitisha kuhusiana na watuhumiwa kukamatwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana huyu. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godwin, tukifuatilia. Endelea kuwa nasi. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukiro entrepreneur. Kwani hujawasikia hao?
Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.